Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, hii ni Kenya Digital News na ni siasa Kenya, na mimi ni Mercy Kamene, na leo hii tumemtembelea Mheshimiwa Gakue ambaye ni mbunge wa Embakasi North. Tujue vipi masuala yake ya kisiasa, manake wengi wamemsikia, lakini pia tuko naye moja kwa moja tuelezee. Atakuwa anawania kiti pia cha hapa Nairobi ambacho ni kiti cha ugavana. Kwa tusikie kutoka kwake, tumkaribishe moja kwa moja tuzungumze naye. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. Naam. Wewe ni mheshimiwa wa Embakasi North na wengi wamekujua sana kwa sababu ya voice yako kuzungumza na kusema kwamba unasimama na wananchi. Labda utuelezee kidogo kule Embakasi kazi imefikia wapi? Asante sana. Yangu kwanza ni kuwakaribisha katika kikao hichi. Hapa ndio ofisi yangu ya huduma ya wananchi wa Embakasi North. Na kama mnavyoelewa ni kwamba kila mbunge ana ofisi zake mbili. Ana ofisi yake ya kuhudumu katika maeneo ya bunge na kuna ofisi yake ya mashinani. Hii ni ofisi ya bunge ile ambayo inanisaidia kufanya kazi katika makasi ya bunge. Nikiguzia wacha nikurudishe nyuma kidogo nikwambie Embakasi North ni constituency ambayo niliweza kupigania ubunge mwaka wa kwanza wa katiba mpya, na nilikuwa nimetoka Kamkunji. Mimi nilikuwa ni mwakilishi wa wodi inaitwa Mudhurwa ambayo iko Kamkunji, lakini hivi leo hiyo wodi nyakati za ugavi wa mipaka ni kwamba hiyo wodi ilirudishwa ikawa Starehe. Mudhurwa ya leo iko katika Starehe, lakini nyakati zile nilitaka kupigania kiti ya ubunge katika Kamkunji, lakini vile ugavi wa mipaka ulikuja ni kwamba ulidisplace kiti ya Kamkunji na ikawa nywele ngumu, ni ngumu sana kupata hiyo kiti, na ikanibidi kwa sababu nilikuwa nimehudumu tambili katika wodi na nilikuwa tayari nimeshakata kauli ningetaka kupanda cheo kutoka wodi na kwenda kuhudumu watu nikiwa level ya mbunge. Nia zangu nilikuwa nimeanza kazi na mikakati ya Kamkunji na nilikuwa nimefanya kazi kwa bio sana na nilikuwa tayari nimeshasukuma kampeni yangu, lakini delimitation boundary ilipofika na mipaka ikakatakatwa, nikaangalia Kamkunji nikaona hapo sina chama, na ndivyo nilifikiria. Nikaangalia katika eneo zile zingine ambao zilikatakatwa kipindi hicho, na mafikira yangu ikawa convinced kwamba nitahamia Embakasi North, na nikaanza safari yangu kutoka Kamkunji nikielekea Embakasi North, na nikaenda huko kama mgeni na nikaanza harakati zangu za kutafuta ubunge eneo hiyo ikiwa budget, sababu kama ukikumbuka ni kwamba Embakasi North it was hived from the larger Embakasi, na hiyo larger Embakasi ukiangalia ilikatakatwa ikatoka vipengele 5, na hizo vipengele 5 ndizo Embakasi South, Central, West and North, na mimi nikaona hiyo Embakasi ya juu nitang'ang'ania, na nikaelekea na nikaanza safari na nikaanza kutafuta hiyo kiti huko, na kwa bahati na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na nguvu za wananchi nilifaulu kupata hiyo kiti nikiwa mgeni, na mpaka wale wanawashukuru na watolea kofia wale. Vita ilikuwa vita kali sana, na vita ya kwanza ya Waitito. Unajua Waitito ndiye alikuwa mbunge wa mwisho wa Embakasi ikiwa Raja, na Waitito walikuwa wanaona huyu mtu mgeni amekujaje, anatoka Kamkunji anakuja kutafuta kiti hapa. Vita ikawa ngumu sana, na Waitito hakutaka kusikia kwamba mimi naweza kuchaguliwa hapa, lakini wananchi wakamwambia huyu unaita mgeni, sisi tunataka huyu mgeni, na wakamuuliza Waitito, wewe unatafuta kitu ya gavana, hautafuti kiti ya bunge, kwa hivyo mpewe akuwe nafasi yake, atafute kiti yake ya ubunge na utafute kiti yako ya ugavana. Na kwa bahati ya Mwenyezi Mungu mimi nikawa mbunge, akaanguka ugavana,
na kwa hivyo nikaanza nika zangu hapo, nikaanza huduma. Lakini nilipoingia kule, kumbuka Embakasi ilikuwa kubwa mno, na kwa hivyo mambo ya uendeshaji ama development zilikuwa chini mno. Kule kulikuwa hakuna mabarabara, mashule zilikuwa mazuri zimeshasahaulika. Watu walikuwa wanasikia kitu inaitwa basari ni kama kupitia, na tuseme ni kama niokota hiyo consistency ikiwa chini kabisa. Lakini nimeng'ang'ana na hiyo constituency tukiwa pamoja na wakaaji wa Embakasi North, na tumeisukuma kwa sababu ukitembea huku, tofauti ya Embakasi North na Lavington itakuwa tu ndio dam site. Otherwise ukiondoa hiyo dam site hapo, hakuna tofauti ya Lavington na Embakasi North, kwa sababu kama ni mabarabara, tumetimiza mabarabara na tumefanya over 98% ya mabarabara zote. Kwa hivyo ukitembea pale ni ngumu ukute ati kuna barabara inaitwa feeder road ya takataka ya matope, na feeder road zote tumeweka kablo na lami. Kule ambayo hakuna siwa, sababu kwa shida ya siwa tumeweka kablo, na kule hakuna shida za siwa tumeweka lami. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja tumeshakamilisha, kwamba ukitoka Kariobangi utembee Light Industry, utakuta huko ndani kutapitika, hata kama kuna mvua, hata kama kuko, it's all weather now that the whole area is well taken care of. Ukiangalia mambo ya mashule, nimejenga mashule mpya na nimehakikisha kwamba zile mashule nilipata, hizo mashule zote tumezipanua, na tumeanza kujenga mashule za ghorofa. Tulipata mashule kule ni Bagaro, na kwa sababu space haikuwa kubwa, tukaanza hiyo msururu mpya wa kujenga ma highlights, kwa sababu unajua shamba ni tatizo katika Nairobi. Na ukisumbuka katika mashule haswa za masekondari, hakuna mahali hatujajenga magorofa ya madarasa. Na sasa hivi tunapoendelea, tumeanza mkakati ya kupanua sekondari zingine 2, kwa sababu hatuna space ndio hatuna shamba, na tunajaribu kutumia space zile tunazo katika primary schools kuzipanua ziwe zina host both secondary and primary, na hivyo ndio tunafanya. Kule kuna space, na sasa hii shule moja inaitwa Tomboya. Sasa hapo tumeanza shule inaitwa Tomboya Girls, na ukienda shule nyingine inaitwa James Gishuru, hapo nao tumeanza shule nyingine inaitwa James Gishuru Boys, na hizo ndio tunasukuma sasa kupandisha. Ukienda ukuta sasa hivi tunajengea hizo shule zote mangorofa, na hizo mangorofa ni madarasa, na kule chini tunaweka maroborota. Kwa sababu pia sisi ukiangalia sisi hatuko sawa na Dede Wanyoro, na shule zake zote ni Bagaro. Mashule tunajenga hapo tunaenda mangorofa ya 3, gorofa za 4, kwa sababu ya ku create space. Na ningetaka kusema